Hawa ndo nimewaleta hapa. Huyu anaitwa Bwana Zudu na yule bibi anaitwa Kidawa. Hivyo sasa, Kidawa, utakaa hapa mpaka hizi changamoto zitakapoisha. Utaishi hapa kama nyumbani, na changamoto zozote ambazo zitatokea tutakuwa tayari kuweka sawa. Sawa, nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Ila kikubwa pesa. Halafu wewe umeongea sana, mhusika sijamsikia. Mimi nikutoe wasiwasi. Yaani kwa upande wangu wewe kuwa na amani. Swala ni kwamba vijimgogoro vilivyokuwa vikiendelea pale nyumbani kwangu, binafsi ndo nikaamua nichukue uamuzi wa kukaa chini na rafiki yangu huyu. Tukakaa tukashauriana jinsi ya kumtafutia hifadhi. Kwa bahati nzuri naye ndo kapendekeza hapa. Lakini pia niseme kitu, gharama za maisha yenu yote mimi ndiye nitakayebeba. Yaani gharama zenu zote kwa lolote lile mimi ndiye nitakayehusika. Kwenye hilo ondoa wasiwasi. Loveness, nadhani tumefanya mambo mengi sana mimi na wewe. Hili ni jambo dogo sana kwako, na kila kitu kitakwenda sawa. Kwa kwenye hili ondoa shaka. Ila mbona binti nguo hana? Ili limekaaje? Yaani nadhani nilikwisha tanguliza kusema pale mwanzo kwamba huyu binti alikuwa na vijiugomvi baina yake yeye na mke wangu pale ndani kipindi ambavyo wanaishi. Sasa kwa namna moja au namna nyingine mimi sikupendezewa kwa kweli. Kwa uharaka nikamtoa pale, ndipo tulipoamua kuchukua uamuzi wa kumleta kwako. Labda niseme kitu kimoja hivi, hata kwenye upande wa mavazi pia mimi nitamaliza. Ila mdogo wangu una moyo. Kutembea na mume wa mtu ndani kwa mkewe changamoto sana. Ungeweza toka mwagia maji ya moto. Ila nisikilize shoga yangu nikwambie. Mimi mwenyewe na madanga yangu. Kwangu kifanya unayoyafanya, nitaondoka na masikio hayo. Kuwa makini. Sawa dada, nimekuelewa. Loveness, mimi nadhani hili limeisha. Nadhani tufike hapo, na nafikiri masuala mengine tutaweka sawa kila kitu. Kuna la ziada. Ujue hapa sasa mmeniletea huyu. Ujue kwa wawili. Humu ndani ndo nitakuwa kama nimempangisha. Na vibili vya umeme, vibili vya maji, hela ya kula. Yaani hapo kwenye hela matumizi ndo kazie kabisa. Hilo ndo shaka dadangu. Swala lililopo ni kwamba nipatie tu namba zako. Nadhani kuhusu gharama zote mimi nitaklia. Hamna shida hapo. Hata huko alikonipeleka hakuona msaada wote. Hakunisaidia kitu chochote. Alinitelekeza. Toka
mwenzio kaja akasema atanilipa, kunilipa hajanilipa. Alisema atakuhudumia, hajakuhudumia. Matokeo yake hakuja hapa na kubwaga. Ulisikia hichi ni kituo cha kulelea watoto yatima au ni shirika la kulelea mama wajawazito waliotelekezwa waliozaa na wanaume za watu? Pumbavu, sitaki nikuone hapa. Dada, naomba unisamehe dada. Sina sehemu yote ya kwenda. Saidia hapa. Nitadhalilika dadangu, naomba msaada wako. Utadhalilika au ndo umeshadhalilika? Hapo ulipo ushadhalilika. Haya ndo madhara kuzaa na wanaume za watu. Mshenzi mkubwa wewe. Na hivi vijana vyangu ulivyovifubaza nakupa nitakusaidia kwa mbele ya safari. Mshenzi mkubwa wewe. Shauliki, labda mwenzangu kashanili, nijitinda mala na baki kwenye duara, 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 Mke wangu, Kidawa, nakiri nimewakosea. Naombeni radhi. Naombeni mnisamehe. Basi. Najua umenikosea sana mimi. Umemkosea sana huyo binti. Umemdhalilisha sana. Umemtesa. Sasa basi, kwa kuwa wewe ndio umemsababishia matatizo huyo binti, naomba hakikisha umemwoa. Lazima umjali, umlinde yeye na mtoto wake. Mimi sipaswi tena kuishi kwenye hii nyumba. Hapana mke wangu. Dada! Ken! Dada! Mkeo umemkosea, lakini pia huyu binti umemkosea. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya surprise. Tafadhali.
Naomba usimame. Kaa. Pole kwa shida ulizopitia. Na hii ni surprise kwa ajili yako. Pole sana. Ni baina ya mambo yatarajiwayo. Tarajia atakutendea muujiza wako. Emmanueli, Mungu pamoja nasi na kusiondoa wasiwasi. Jifunze kwa Ibrahimu na Sara walipata Isaka. Soma habari sana, alipiga sana goti kampata Samueli. Maswali mengi wajiuliza, hivi kweli miujiza au michezo ya kuingiza? Una Kongo itafika, waweza misha milima, ukapata shamba ukalima, ukamwomba mvua ikanyesha. Yaradani mani, take your time, more igagoti. Mwombe Mungu, take your time, more achelewi wala hawa. Take your time, more igagoti. Mwombe Mungu, take your time, more achelewi wala hawai. Nateswa na mengi, naumizwa na mengi moyoni mwangu. Nalizwa na mengi, nayawaza mengi kichwani mwangu. Machozi yanatiririka, yani kila kukicha, nani wa kuyafuta nipate kupumzika? Kwani nyinyi binadamu nimewakosea nini? Samahani sana shemeji. Ili swala nilikuwa nalijua, lakini nilishindwa namna ya kukuambia. Nisamehe sana shemeji yangu. Kwani umeamua kufanya hivyo shemeji? Kwani umeamua kunidanganya? Nilikuwa nakuamini sana. Lakini kwani umeamua kufanya hivi? Kwani umeamua kujiingiza kwenye dhambi? Kwani umeamua kushirikiana na Zudu? Kwa nini
maisha anayopitia sasa hivi Kidawa? Unajua ni jinsi gani anavyoishi? Basi mpenzi, pole. Nani anakupigia? Brother Rich, pokea simu basi. Pokea. Pokea brother. Shit. Shit. Okay. Nizudu. Pokea. Pokea, muendelee kushirikiana. Za kuzidi kumtesa binti wa watu. Tena na umwambie asinitafute tena kwenye maisha yake. Daddy. Shemeji. Nilikwambia mume wangu, tatizo dogo linaweza kuwa tatizo kubwa endapo tu utashindwa kulitatua mapema. Wife, ili swala nilikuwa nalifahamu, lakini nilishindwa kuzungumza kwa sababu hili swala ni zito. Wale ni wanandoa. Nilikuwa natafuta namna ya kuweza kumweka sawa kisaikolojia ili niweze kumwambia hili swala, lakini kwa sababu amelijua yeye mwenyewe, mimi nadhani wakati wanaoana walichunguzana kwanza. Mimi nafikiri hili swala tuliache, watalimaliza wenyewe. Sasa hapa napata akili. Kumbe wewe ndiye uliyempigia simu mke wangu na kumueleza kwamba mimi huwa silagi nyumbani, si ndio? Najua. Lakini nakuomba nimalize hili. Nikirudi tutazungumza vizuri. Sawa? Baba, nilishakwambia hapa kwangu sikai na wake za watu. Sio, umenielewa? Kama mkeo ameondoka sikaondoka kwa sababu ya malaya wako. Wewe mpuzi. Hii ndio njia pekee ya kumfanya afike hapa nyumbani. Kaka, wakati unanipigia simu, Dori yuko hapa. Hivyo nimeshindwa kabisa kushika simu. Alafu wewe, mimi nikwambie mara ngapi? Nilishakwambia hii kurasa yangu mimi na wewe tuichane.
alitenda. Kila siku tunaishi kwa mashindano, kuna siku tunaishi hatuelewani. Mabaya yake yote nayaficha ndani, ila siri zangu zote zipo kwa jirani. Ila yote tisa kukosa kosa ya msamani, ombe mimi yote lofanya kwake ya, lakini ana shukurani. Ananichiti usiku mchana, ananisaliti kwake sishauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti. Ananichiti, ananisaliti kwake sishauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti. Ndo maana nabaki kwenye